Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameongeza kiwango cha mvutano kati ya Israel na Iran baada ya kutoa onyo kali kwa uongozi wa Tehran, akisema kuwa shambulio lolote jipya dhidi ya Israel litakuwa kosa kubwa zaidi ambalo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itakuwa imewahi kulifanya. Kauli hiyo alitoa kupitia ujumbe aliyouchapisha kwa lugha ya Kiajemi kwenye mtandao wa X, hatua ambayo wachambuzi wanaona imelenga kuwafikia moja kwa moja viongozi wa Iran pamoja na wananchi wa nchi hiyo. Katika ujumbe huo, Katz alimjibu moja kwa moja kamanda wa kikosi cha Quds Force Ismail Qani, ambaye jana Alhamisi alisema kuwa ikiwa Israel haitaondoka kwa hiari kutoka kusini mwa Lebanon, basi italazimika kuondoka kwa kushindwa. Kauli ya Qani ilisisitiza msimamo wa Iran kwamba makundi yanayoungwa mkono na Iran, hususan Lebanon, yataendelea kuishinikiza Israel hadi iondoke katika maeneo hayo. Akijibu kauli hiyo, Katz alitumia lugha kali isiyo ya kawaida kwa kumshambulia Qani binafsi. Alisema kuwa kamanda huyo amekuwa akitoa vitisho dhidi ya Israel mara kwa mara, lakini vitisho hivyo havina uzito wote. Waziri huyo aliongeza kuwa Qani anaonekana kufaa zaidi kuwa jasusi na msaliti kuliko kuendelea kutoa matamshi aliyoyaita ya kejeli na yasiyo na msingi. Katz aliendelea kuonya kuwa ikiwa Iran itaamua kuishambulia Israel tena, matokeo yake yatakuwa mabaya zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Alisema kuwa Israel haitasita kujibu kwa nguvu kubwa na kwamba uongozi wa Tehran unapaswa kuelewa kuwa hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Israel itakabiliwa na majibu makali yatakayolenga kulinda usalama wa taifa hilo. Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, waziri huyo aligusia pia mlango wa bahari Hormuz, akisema kuwa njia hiyo muhimu ya kimataifa haitakuwa msaada kwa Iran ikiwa vita vipya vitaanza. Kauli hiyo inaonekana kulenga hoja ambazo Iran imekuwa ikizitoa mara kwa mara kwamba inaweza kutumia ushawishi wake katika Hormuz kama njia ya kuongeza shinikizo kwa mataifa magharibi na Israel wakati migogoro ya kijeshi. Kwa miaka mingi Iran imekuwa ikitishia kuzuia au kuvuruga shughuli katika mlango wa Hormuz endapo itashambuliwa kutokana na umuhimu mkubwa njia hiyo ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Hata hivyo, Katz alisema wazi kuwa hata uwezo huo hautaweza kuilinda Iran dhidi ya madhara makubwa iwapo itaanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Israel. Kauli hili imekuja wakati mvutano kati ya Israel na Iran ukiendelea kuwa mkubwa licha ya kusitishwa kwa mapigano ya moja kwa moja yaliyotokea hivi karibuni. Ingawa vita kubwa vilisitishwa kupitia makubaliano ya kusimamisha mapigano, viongozi wa pande zote wameendelea kutoa matamshi makali yanayoonyesha kuwa uhasama kati ya nchi hizo mbili bado haujapungua. Kwa upande wa Iran, viongozi wake wameendelea kusisitiza kuwa wataendelea kuyaunga mkono makundi yenye silaha yanayopambana na Israel katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, ikiwemo Lebanon, Syria, Iraq na Gaza. Tehran inaeleza kuwa msaada huo ni sehemu ya kile inachokiita muhimili wa upinzani unaolenga kupambana na ushawishi wa Israel na ushirika wake katika eneo hilo. Kwa upande wa Israel, imeendelea kusema kuwa haitaruhusu Iran kuimarisha ushawishi wake wa kijeshi karibu na mipaka yake. Serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imekuwa ikisema kuwa jeshi la Israel litaendelea kuchukua hatua zote zinazohitajika kuzuia vitisho vinavyotoka Iran au makundi yanayoungwa mkono na Tehran. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kubadilishana kauli kati ya waziri wa ulinzi wa Israel na Ismail Qani kunaonyesha kuwa licha ya mapigano makubwa kusitishwa, vita vya kisiasa, kidiplomasia na kisaikolojia kati ya Israel na Irani vinaendelea kwa kasi. Wanaonya kuwa matamshi kama haya yanaweza kuongeza hatari ya makosa ya kimahesabu au hata hatua za kulipiza kisasi ambazo zinaweza kurudisha tena Mashariki ya Kati katika mzunguko mpya wa mapigano makubwa zaidi ya kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.